Kwa upande wa michuano ya kimataifa ndani ya klabu ya Simba, tunafahamu kwamba pressure inaendelea kutanda, haswa wanahitaji kushinda michezo yote mitatu ili waweze kujiweka kwenye mazingira mazuri ya kufuzu moja kwa moja kuelekea kwenye hatua inayofuata ya robo finali, huku pia wakiangazia matokeo ya timu nyinginezo. Hilo ndio swala gumu kwa upande wa klabu ya Simba ambalo wanakutana nalo mpaka sasa hivi. Sasa kwa upande wa uongozi tayari wamekaa na wachezaji, lakini pia pamoja na makubaliano ambayo walikubaliana. Sasa kwa upande wa Mo Dewji ambaye tunafahamu ni rais wa heshima, lakini pia ni mwekezaji ndani ya klabu ya Simba, ameweza kuzungumza na wachezaji pamoja na benchi la ufundi, lakini pia mambo mengi ameweza kuyazungumza kuelekea kwenye mechi dhidi ya Esperance, lakini pia na michezo yote mitatu, nini hasa ambacho wanakihitaji. Lakini kabla hatujakwenda kuangazia taarifa hii kwa umakini zaidi, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito, karibu tuweze kuangazia taarifa hii kiundani zaidi. Kuna taarifa ambazo zinasambaa ndani ya kambi ya Simba zikieleza kuwapo kwa kikao kizito ambacho kimeweza kufanyika kati ya uongozi na wachezaji kufuatia hali ngumu ya timu katika kundi la ligi ya mabingwa Afrika. Tunasema kwamba taarifa hizo zinaeleza kwamba ujumbe mzito kutoka kwa mwekezaji wa klabu na rais wa heshima ndani ya klabu ya Simba, Mohamed Dewji, Mo Dewji, umeibua mjadala mkubwa ndani ya kikosi, huku msisitizo ukiwa ni umuhimu wa kupambana katika mechi tatu zilizobaki. Klabu ya Simba kwa sasa wanakabiliwa na pressure kubwa ya matokeo, kwani ili kufuzu hatua ya makundi yani kuelekea kwenye hatua ya robo finali, wanahitaji kushinda michezo yao mitatu iliyosalia dhidi ya Esperance ya Tunisia, mchezo ambao utachezwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini pia mchezo dhidi ya Petro di Rwanda, mchezo ambao utachezwa kule Angola, lakini pia mchezo mwingine utakuwa ni dhidi ya Stade Malien ambao utachezwa hapa Tanzania kwenye dimba la Benjamin William Mkapa. Hali hii imeifanya kila mechi iliyobaki kuwa kama finali kwa upande wa klabu ya Simba. Sasa ujumbe ambao umezua gumzo zaidi, kwa mujibu wa taarifa kutoka ndani ya kambi ya klabu ya Simba, ujumbe ambao umewasilishwa kwa wachezaji ukiweka wazi kuwa klabu ina matarajio bado katika michuano hiyo ya kimataifa na hakuna nafasi ya kuruhusu uzembe au kupoteza alama kirahisi. Inadaiwa kwamba kuna msitizo mkubwa ambao umewekwa kwenye kambi, ni kwamba nidhamu uwanjani, kupambana kwa dakika, kuweka mbele maslahi ya timu kuliko binafsi. Ujumbe ambao umeelezwa kuamsha ari, lakini pia ukilenga kuwafanya wachezaji watambue uzito wa nembo ya Simba ama ukubwa pia wa mashabiki ndani na nje ya Tanzania. Taarifa hizo pia zinadai kuwa kulikuwa na tahadhari kwamba endapo timu haitofuzu kuelekea kwenye hatua ambayo inafuata, klabu italazimika kufanya mapitio ya kina kwenye upande wa matumizi, ikiwemo masuala ya motisha na marupurupu ya mechi. Hii inatajwa kwamba ni sehemu ya mikakati kuhakikisha kila mchezaji anahisi wajibu wa kupambana. Sasa pressure hii ambayo imeweza kuzungumzwa ni kwamba ndani ya uongozi wa klabu ya Simba umezungumza na baadhi ya wachezaji kwamba kuna wachezaji ambao kwanza watakatwa mishahara, lakini pia kwa upande wa Mo Dewji ameweza kuzungumza kwamba kutaondolewa bonus za kila mchezo kama timu haitofuzu kuelekea kwenye hatua ambayo inafuata. Hii ni kutokana na kikao kizito ambacho ameweza kukifanya na wachezaji kwamba timu inatakiwa kufanya vizuri, na wasipofanya vizuri basi wajue kabisa kwamba mwaka huu kuhusiana na bonus za mechi mambo hayatakuwepo tena mpaka msimu unamalizika, kwani watakuwa wameingiza timu hasara kutokana na sajili ambazo wameweza kuzifanya na timu kutofikia matarajio ambayo waliweza kuyapanga ndani ya msimu huu, kwamba timu angalau ifike hatua ya nusu finali ama finali kwenye upande wa klabu bingwa, sehemu ambayo kwa upande wa klabu ya Simba bado hawajaweza kufikia, sehemu ambayo inaonekana ni ngumu kutokana na alama. Kwa hiyo taarifa tu ni kwamba Mo Dewji tayari ameweza kuzungumza na wachezaji kwamba wajue kabisa kwamba mambo ya bonus, mambo baadhi ya wachezaji watakatwa mishahara, hasa wale ambao walianza msimu. Kwa hiyo taarifa ipo namna hiyo. Hii yote ni kutokana na makubaliano ya awali kulingana na mkataba ambao pia waliweza kuingia.